Katika vipindi tofauti tofauti vya maisha, mtu anaweza akajikuta amepitia katika hali ambayo hakuifurahia na ikamwacha na msongo mkubwa sana wa mawazo. Katika kipindi cha leo tutaenda kuongelea namna ya kujibu zile changamoto au vipindi mbalimbali katika maisha ambavyo vimemwacha mtu na changamoto ya msongo mkubwa sana wa mawazo. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema trauma responses. Jina langu ni Teacher Sophie and this is Resilience for Tomorrow. Kuwa na mimi mpaka mwisho uweze kujifunza. Nitakupa mbinu 3 tu ambazo zitakusaidia. Kitu cha kwanza inabidi ufahamu kwamba trauma au hivi vipindi ambavyo mtu anavipitia katika namna ambayo haipendezi ni vipindi fulani ambavyo mtu anakuwa anavipitia katika sehemu ya maisha ambavyo kwa kiasi kikubwa sana vinapelekea maumivu na vinaweza vikamsababishia asirudi kwa urahisi katika hali yake ya maisha ya kawaida. Yaani unakuwa unashindwa kurudi katika hali yako ya kawaida, katika ufanisi wako wa kawaida, utendaji kazi wako, unashindwa kurudi katika furaha uliyokuwa nayo, unashindwa kurudi katika yule ambaye alikuwa ni wewe unayemfahamu. Maana yake imekuachia jeraha. Hii tunaweza pia kusema ni majeraha ya kihisia ambayo yanamwacha mtu na kidonda ambacho sio rahisi kupona. So ili mtu aweze kupona, nimekuandalia hizi njia 3 ambazo unaweza ukazifuata na ukazi implement na zikakusaidia kufanya vizuri. Njia ya kwanza kabisa ambayo unaweza ikakusaidia kuweza kutoka katika maumivu haya au kutoka katika makovu haya, kipindi hichi kinakuja na mchanganyiko wa hisia mbalimbali. Kinakuja na mchanganyiko wa hisia ambazo ni za huzuni, hisia ambazo sio za kupendeza, ambazo zinaumiza moyo wa mtu, zinaumiza akili yake, zinaumiza mawazo yake, zinamfanya mwingine ajishushe thamani, mwingine anakuwa anafikiria mambo mengi. Ni kipindi ambacho mtu anakuwa na mgongano mkubwa sana wa mawazo. Wakati mwingine mtu anaweza kujifikiria hata kama ana thamani ya kuishi, wakati mwingine mtu anaweza kaa katika sintofahamu ya hajui afanye nini. Yaani anakuwa amekwama sehemu moja ambapo hajui afanye nini. Kwa hiyo katika kipindi kama hichi ni muhimu sana kwa mtu binafsi kutambua hisia ambayo wewe unaipitia. Kila mtu ana respond katika trauma kwa namna ambavyo Mungu amemuumba kwa jinsi alivyo. Kwa hiyo kwa hisia ambayo mimi nitaweza kurespond nayo sio ambayo wewe umerespond nayo. Mwingine anaweza akazimia, mwingine anaweza yani kitu chochote tu. Kwa hiyo tuko tofauti na hisia zinakuja kwa aina tofauti. Ni muhimu sana wewe kama wewe uweze kutambua kwamba hisia unayopitia ni hisia ya aina gani. Kama ni huzuni, kama ni hisia ya hasira, kama ni hisia ya wengine anakuwa na numbness, kama ni hisia ya kutokujua ufanyeje, yani umestuck kwamba umekwama, sijui nifanyeje, sijui sione mbele. Tambua hisia yako. Make sure kwamba unakaa chini na una define, unasema yani kwa jinsi ninavyojisikia, najisikia hasira. Bahati nzuri sana Mungu ametuumba katika namna ambayo unaweza ukajitambua na ukajielewa hisia zako. Unaweza ukasema kwamba najisikia hasira au najisikia huzuni, au unaweza kusema sijui nifanyeje, yani sijui. Kwa hiyo tambua hisia yako. Unapotambua hiyo hisia inakusaidia wewe usiingie katika mlolongo wa kitu kinachoitwa denial au kukataa hali halisi. Kwa sababu hali inapokuwa imetokea, tayari imeshatokea, na kinachokupasa wewe ufanye ni kuweza kumove on, kusonga mbele. Kwa hatua ya kwanza ni kuweza kukabiliana na ile hisia, kuifahamu kwanza kabla hujaikabili, kuifahamu. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba kwa sasa hivi ninavyojisikia ninasikia huzuni au nasikia hasira. Kuitambua ile hisia inakusababisha wewe uondoke katika hali ya denial, kwamba usikatae kwamba kuna tatizo. Inakusaidia wewe kujua kwamba tatizo lipo. Na njia ya kwanza ya kutatua tatizo siku zote ni kulifahamu. Huwezi kulitatua tatizo kama ulifahamu. Kwa hiyo ukishajijua kwamba mimi ninajisikia huzuni au najisikia hasira, ukishaielewa hiyo hisia, usikatae wala useme kwamba hii hisia sitaki kujisikia hivi, mimi sipo hivi. Itambue kwamba najisikia hivi.
Wakati mwingine mtu anapokuwa anajisikia mfano labda amejeruhiwa au anajisikia labda ameumizwa, kutambua ile hisia kwamba ameumizwa kunaweza kumsaidia kupata tiba. Mfano, mtu anapokuwa anajijua kwamba kichwa kinaniuma, inaweza ikamsaidia kaenda pharmacy na akapatiwa dawa akapata matibabu. Lakini njia ya pili ni kuchukua hatua, kwamba kuchukua hiyo hisia ambayo unahisi na kuipeleka msalabani. Kuchukua hisia unayoisikia na kuipeleka msalabani. Kupitia neno la msalaba, hisia yako inaweza ikapona na unaweza ukapata tiba kabisa. Kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba cast all your burdens onto Jesus because he cares for you, kwamba tumtwike mizigo yetu yote kwa sababu anatujali. Kwa unachukua hisia yako na unaipeleka mbele za Mungu, kumwambia kwamba Mungu, hii ni hisia, ninajisikia hivi, nasikia hasira, nasikia huzuni au nasikia maumivu, ninaomba unisaidie na hii hisia, ili kwamba isiweze kuzaa matokeo mabaya, kwa sababu kawaida ya hisia ambazo ni negative katika maisha yetu zina tabia ya kuzaa matokeo mabaya. Zinaweza zikazaa kisasi, zinaweza zikazaa kitu chochote kile. Mwingine anaweza akajidhuru, akajiua. Kwa hiyo ili isiweze kufikia kote huko, lazima uipeleke kwa mtu ambaye alikuambia wewe hiyo hisia, ambaye ni Mungu mwenyewe. Ukamwomba Mungu akusaidie ili kwamba hiyo hisia isiweze kukudhuru au isiweze kudhurumu maisha yako. Baada ya hapo utakwenda kukiri. Utaenda kukiri kwamba ninakiri. Baada ya kuwa umeomba, umefanya maombi, utakwenda kukiri kwamba hali iko sawa. Usiwe convinced na hali ambayo unaiona kwa macho. Kuwa convinced na hali ambayo umeikiri na unataka kuiona. Maana yake kama umezungukwa na hisia ya huzuni, umeshaikubali ile huzuni, umeshakubali kumwomba Mungu na kumwomba akusaidie kwamba ile hisia iweze kutoka ndani yako na isikuletee madhara. Anza kukiri. Kukiri maana yake ni kukubali au ni kubadilisha mtazamo. Anza kubadilisha mtazamo kutoka kwenye ile hisia uliyokuwa nayo toka mwanzo kwenda katika hisia mpya ambayo unataka kuipata. Mfano, uko una hisia ya huzuni, umeshakubali kwamba una huzuni, umeshamwomba Mungu akusaidie katika huzuni yako. Mawazo ya huzuni hayawezi kuacha kukujia, lakini lazima ukubali kuyashinda. Kubali kuyashinda kwa kukiri na kwa kutenda. Kiri kwamba nina furaha, nimebarikiwa, mimi ni mtoto wa Mungu, Mungu ananipenda, na kila kitu ambacho nakipitia sasa hivi hali itakuwa sawa. Hata kama isipokuwa sawa, bado mimi ni mtu ambaye ninapendwa na kila kitu ambacho ninakihitaji. Na bahati nzuri katika maisha yetu, huwezi kukosa kila kitu, lakini pia huwezi kupata kila kitu. Upo katika season ya maisha ambayo kuna vitu utavihitaji ila utovipata, na kuna vitu vingine ambavyo utakuwa unavitaka, yani hauvihitaji lakini vipo. Na hivyo ndivyo sababu ya kutufanya sisi tuwe watu wenye furaha, vile vitu ambavyo vipo karibu yetu. Unaweza ukakiri kusema kwamba namshukuru Mungu kwa sababu pamoja na yote ambayo napitia nina mahali pa kulala. Hilo ni jambo ambalo linaweza likakufanya wewe uone kuwa Mungu na uweze pia kukubaliana na hisia za furaha hata kama una huzuni. Najua sio rahisi sana kufanya hivi, lakini unaweza ukajaribu na usikate tamaa, kwa sababu ukikaa katika hali ya kutokukabiliana na hisia unayoipitia na maumivu unayopitia, itakupelekea kwenda kupata msongo wa mawazo pamoja na changamoto nyingine za afya ya akili. Kwa hiyo nakutakia upone salama, nakutakia ujisikie vizuri na Mungu akusaidie. Basi Mungu akubariki sana na wakati mwema.